Amen. Tuombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Naomba rehema katika jina la Yesu. Naomba utamaraki Baba na utabari. Kipindi hiki cha neno uonekane, maana siku zote wewe ni mwaminifu kwa watumishi wako. Unitumie Mungu, maana mimi ni chombo, na ili neno liwe la baraka kwa wengi, ili waliofungwa wapate kufunguliwa. Na kila pepe inayosainuka kunipinga kwa ajili ya neno hili, na ikemea katika jina la Yesu apate ushindi. Katika jina la Yesu Shetani ashindwe. Katika jina la Yesu Shetani ashindwe. Naomba Mungu mwenye nguvu, mwanzo na mwisho wa neno hili unitumie, maana mimi ni chombo. Roho wako aliye mtakatifu atawale na kuniongoza. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi nawakaribisha kutoka kitabu cha Luka 13 mstari wa 10 kuendelea. Inasema, siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo, na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana hawezi kujinyoosha kabisa. Yesu alipomuona alimuita, akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyosha mara hiyo, akamtukuza Mungu. Basi mkuu wa sinagogi akakasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akawaambia, mkuu, kuna siku 6 sifanyazo kufanya kazi, basi njooni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki, ila mmoja wenu, je, amfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika sisi, aende naye kumunywesha? Na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Abrahamu, ambaye Shetani amemfunga miaka 18, hii haikupasa afunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato? Aliposema haya, wakatayari wote waliosindana naye. Mkutano wote wakafurahi kwa sababu ya mambo matukufu yaliyotendwa na yeye. Na Bwana abariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Maandiko haya ni fupi, lakini yako na afya mwilini mwako. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko haya yanazungumzia mambo matatu muhimu. La kwanza, uvumilivu. La pili, imani. La tatu, uponyaji. Tupi Yesu makofi. Miaka 18 sio rahisi. Maandiko yamesema alipindana. Mtu mwenye amepindana, amefungwa, hawezi kutembea straight, maana hajiwezi, hayuko katika afya yake nzuri. Kuna wengine wamepindana ndani ya roho, sio kwa nafsi na mwili unaweza ona, lakini ndani hawana amani, wamefinywa na ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko yamesema Yesu alipoingia katika sinagogi moja inaitwa Madhabahu, akafundisha, na kulikuwa na mwanamke mmoja aliyekuwa na ugonjwa wa udhaifu miaka 18. Akamuita na akamwambia, umefunguliwa, na akamuwekea mikono, akapona, akawa huru. Kwa hivyo madhabahu ya Mungu unapokanyaga na uamini, na wewe umeokoka,
lazima kuwe na mabadiliko kwa maisha yako katika jina la Yesu. Ndio maana yeye mwenyewe maandiko yamesema akanyoka, akawa huru. Kwa sababu gani? Amepatana na Yesu. Tupi Yesu makofi. Amepatana na Yesu, akawa huru, kawa mzima, kawa na afya. Yale yaliyekuwa yanamtesa yakafika mwisho kwa sababu Yesu Kristo aliingilia. Naomba leo hata wewe maisha yako Yesu aingilie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa sasa nataka usikize vizuri. Hapa kuna shida mahali. Maandiko yamesema mkuu wa sinagogi alikasirika. Wakati aliona mama aliyepindana amepona, alikasirika. Huyu aliyekasirika sio msirika, ni kiongozi wa dini aliyekuwa karibu na Yesu. Kwa hivyo ina maana gani? Si madhabahu yote ni ya baraka. Bwana asifiwe. Ikiwa yule aliye na Yesu madhabahuni anakasirika wakati mama aliyeteseka, mama aliyetembea miaka hiyo sio kidogo, hata ukifuata vizuri utakuta hata mali ya waliokuwa nayo imeisha kwa njia zingine kwa ajili ya magonjwa. Lakini Yesu alipoingia aliona mama mwenye imani anayengojea uponyaji, na ndio maana maandiko yamesema akapona katika jina la Yesu. Lakini pale kuna mwenye akufurahi, kuna yule akufurahi. Kwa hivyo kuna wengine wakati huo ni mgonjwa wanaendelea kuuliza atakufa lini, tukule jogo, atakufa lini? Maombi ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine wakati wewe ni mgonjwa anajihisi kama ni yeye. Hata kama yeye si pastor, anakukumbuka kwa maombi yake yale ya imani yake ile ndogo. Maana ana roho ya Mungu ndani yake. Na ndio maana Farao aliuliza, tupate wapi mtu mwenye roho ya Mungu? Kwani Farao alikuwa ameokoka? Si alikuwa mtesa watu? Lakini wakati ile ndoto ilimchanganya akili, akaambiwa kuna Yusufu, mtu mwenye akili, mtu mwenye hekima, anaweza tafsiri ndoto. Na ni kweli wakati Yusufu alipoweza kutabiri ile ndoto, naye akasema tupate wapi mtu kama huyu aliye na roho ya Mungu? Alipatikana? Hakupatikana. Ila nani? Yusufu. Na wewe si uende uwe Yusufu wa leo. Ubarikiwe. Hata kama walikukataa kwenu, hata kama walikuita chokora, sasa wakuite mheshimiwa. Maana mahali Yesu ameingilia, heshima inakuja katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hapa maandiko yamesema yule aliyepinga ni nani? Mkuu wa sinagogi. Akasema sio leo. Leo ni Sabato. Sabato ni siku. Na kuna wengine hata leo wanachunga Sabato. Usifungwe na dini, utakufa mapema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yeye alichunga. Unajua kuna wengine hata kwake. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwake hata kuoga. Kama masaa imepita anasema Sabato imeingia, siwezi kuoga Sabato. Hata kuchemusa maji Sabato. Eli ya kule hata giteli ile imelala, maana Sabato. Tuko pamoja. Elewa Sabato vizuri, usipotee. Yesu mwenyewe akauliza makosa gani mama huyu ambaye amepindika miaka 18 na anatoka katika uzao wa Abrahamu? Ni makosa gani kumfungua? Ni nani aliye mahali hapa siku ya Sabato aweze kumfungua ng'ombe wake au punda wake kutoka sisini aenda amunyweshe maji? Walijibu Yesu ama kumjibu? Hakujibu, walinyamaza maana amewagonga. Ni neno la ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu inuliwe. Basi maandiko yamesema akawaambia huyu ameteswa na malaika. Ameteswa na nani? Huyu mama ameteswa na Shetani miaka 18. Imekuwa pora, leo afunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yamesema mkutano watu wakafanya nini? Walikasirika. Walikasirika.
mkutano walifurahi kwa sababu ya mambo yale Yesu aliongea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi miaka ya zamani nilifanya kazi pale community miaka mingi. Kuna mama alikuwa na biashara pale, hakuwa anajua kuongea na watu. Na biashara alikuwa ni yeye peke yake. Siku jirani alikuja akafungua biashara, alijiongeleza. Maana alikuta kila mtu anamupita, hata kusalamu hakuna. Anaenda straight kwa jirani. Kwa maana yeye hakutengeneza jina. Maana alijua hakuna mwingine atafanya nini? Ataingia pale. Wakati Mungu alifungua njia, mwingine akaingia, yeye mambo yake ilifanya nini? Iliisha. Bwana Yesu apewe sifa. Tengeneza uhusiano mzuri na watu, hiyo ndio njia ya Mungu, na wewe ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usibarikiwe uanze kuongea na watu vile unataka uwatarau. Hiyo baraka itaondolewa. Jifanya kama una kitu, maana vyote ni vya Mungu, ndiye anapeana na ndiye anachukua. Usimtarau maskini kwa sababu ni maskini, maana kuna siku atainuliwa. Na leo nitaomba kuna wale watainuliwa na Shetani ataipika katika jina la Yesu. Maandiko yamesema yule mama akaambiwa na Yesu, umefunguliwa. Nataka usike hilo neno. Ni Shetani alikuwa amemfunga. Maandiko yamesema hivyo. Kuna wale Shetani amefunga maisha yao. Kuna wale Shetani amefunga biashara zao. Kuna wale Shetani amefunga masomo yao. Kuna wale Shetani amefunga pesa zao. Kuna wale Shetani amefunga wasungukie elia moja ya madeni kama hii magonjwa. Unaona ukigonjeka 18 years, utakuwa umespend pesa ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mchawi niliombea juzi nikamuuliza, kama unaniambia unatumia watu kansa, HIV and AIDS, na unawatumia pressure, unatumia njia gani? Akaniambia lazima yeye agonjeka kwanza. Kwa hivyo kama ni kansa awe nayo kwa, lakini yeye kansa yake sio ya kumuua. Inadumu, ndiye atumie kutesa watu. Kwa hivyo kuna kansa zingine zinahitaji maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu inuliwe. Kuna mahali nilihubiri, ndugu mmoja akafanya makosa kwa kukosa hekima. Akasimama akawaambia yeye anataka kuwa pastor. Bwana asifiwe. Wakamnyorosa kweli kweli, sio na kiboko, kwa njia sagiza. Bwana Yesu asifiwe. Na wale wanamnyorosa si watu wa dunia, ni watu wa kanisa. Maana wamesikwa na roho kama ya mkuu wa sinagogi. Hawakutaka kuona yeye akiinuka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilipoingia mahali pale nikawaambia, huyu mkimuombea msiseme Shetani wa mbali asindwe, mseme Shetani wa hapa. Wakaanza kuangaliana sana wakasindwa. Mimi nimekuja na lugha tofauti kwa nini? Nikawaambia huyu lazima leo afunguliwe. Maana Mungu ni mwenye nguvu na ni mwenye mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Na niliomba hapo, na Mungu akaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Yule aliyemtesa hakuwa wa mbali. Shetani ana watu wake. Shetani ana wahubiri wake. Shetani ana manabii wake. Na wanatesa watu. Bwana Yesu asifiwe. Sunday niliombea hapa wanafunzi. Na nikawaambia, kama nimekuombea na hii mafuta, usijichanganye. Hata ukikuta papa ama mama anakuambia tena kuna maombi tunaenda mahali, mwambie senior bishop aliniombea na mafuta, na hiyo mafuta sio ya mboga, sio halisi, ilinitosa. Amen. Kwa maana utamchanganya huyo mtoto aenda anguke. Shetani ni mjanja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu inuliwe. Vile vile hata wewe mwenyewe
baraka zako zinaweza kuchelewa. Wakati umeombewa na mafuta matakatifu, hata uchawacha ive, umepea Shetani nafasi. Na ndio maana maandiko imesema vizuri hapa kwamba yule mkuu wa sinagogi alishindana wakati aliona yule mama aliyekuwa katika dhiki na katika mateso amefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio waambie wasonga kidogo. Bwana Yesu apewe sifa. Ingekuwa bora uelewe ujumbe huu, Mungu na akusaidie. Kwa sababu kulingana na maandiko kuna kuanga na vita mingi mtu akifunguliwa. Hiyo area ndio kuna kuanga na mapepo na vita mingi vya kishetani. Maana Shetani kazi yake anataka uwe mtu wa kulialia, uwe mtu wa magonjwa, uwe mtu wa madeni, uwe mtu wa vita. Na hiyo Mungu amekataa katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Ombi langu ni kwamba nikuombee Mungu akutangulie ufunguliwe kama vile yule mama alifunguliwa, ili usiendee baraka zako katika jina la Yesu. Kuna wengine wamefungwa kwa ajili ya kazi ya mikono. Kuna wengine wamefungwa kwa ajili ya ndoa. Lakini aliye na ufunguo ni Yesu Kristo. Nasema mkiniita nitaitika. Nitaondoa mateso kwenu. Nitaondoa magonjwa kwenu. Nitaondoa maadui kwenu. Na mtakuwa huru. Tena huru kweli kweli. Katika jina la Yesu. Muwe huru tena huru kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati hii maombi inaombwa tofauti hapa. Usiche ukajiwekea kikwazo ama ukakata maombi wakati Mungu anataka kukufungua. Omba kama yule hataomba jioni. Omba kama yule hataomba kesho. Bwana Yesu asifiwe. Kesho yetu ni Mungu anajua. Kwa hivyo muda tumepewa ni sasa. Omba na umaanishe na umwambie Mungu, maisha ninayoyaishi, ninaomba Mungu nikumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi kimoja mimi niliomba nikaambia Mungu, umeniita mimi ni mtaalamu wa nyota. Lakini naomba sasa unipe neema yangu ndio nikienda mbele niambie wengine ni kweli nilikutana na wewe kama vile Yakobo alikutana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nikaonyesha watu wengi waliong'ang'ana na maisha yangu zamani. Nikaonyesha wote. Ndio maana maandiko yanasema ombeni utapewa. Tafuteni utapata. Piseni utafunguliwa. Kwa hivyo nilipoomba nikaonyeshwa. Sasa nikaomba maombi. Moja kwa moja nikiwasafisha na maombi. Ila nawaambianga saa nyingine naombanga ile maombi inaitwa safisha. Wewe zamani ulifaa ile kiatu unapita kwa maji usikii unaenda tu. Ulifaa hiyo? Maombi kama hiyo ndio inatakikana hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nilipoomba hiyo maombi, hiyo kifungo ikaondolewa. Siku moja tukakutana na hao watu. Na niangalia hivi, maana ile kifungo yao iliondolewa. Sasa niko mwingine. Neema ile walisuia, Mungu alifanya nini? Alifungua. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja nikaona akiniongeleza hivi, ajui kama ninamuelewa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwangalia kwa macho nikamwambia neno. Nikamwambia usitarau mtu dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Usijaribu. Maana Mungu ndiye ametupepea neema na baraka. Na hizo ambao nasema hiyo ni mwanzo. Hallelujah. Nikamwambia kwa macho, hiyo ambao unasema sasa ni hiyo ni mwanzo tu. Mambo makubwa bado. Kaniuliza na unasemaje? Nikamwambia nimesema hivyo. Wewe uko na nguvu ya kusema hivyo? Wewe una ni mtu mkafu. Ni wangapi wameamini ni kuomba leo wapate mti mbichi ambaye ni Roho Mtakatifu? Amen. Narudia hapo iko kizungumkuti.
Ni wangapi wanaamini kwamba nikiomba leo upate mti mbichi, maana mti mkavu unakutesa? Amen. Nikiomba hapa utasikilia kiti? Hakuna mahali utasikia hivi. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni leo. Wachawi wajipange. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama niliombea alikuwa na kansa ya matumbo na akaambiwa wewe enda upanga vitu umeisha. Aliambiwa kama Ezekieli. Ezekieli unajua ni nabii alimwambia sasa huyu aliambiwa na daktari you are finished. Enda upanga vitu ya nyumba yako uende. Na yeye mama akachukua imani, lakini imani yake ilikuwa ile ya 50-50. Akaniambia sasa nimeambiwa nifanye hivi na hivi, lakini nimeambiwa kuna muombaji hapa nabii niombe. Nikamwambia sasa tutaomba Mungu aliyesiumba mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaomba tukamaanisha. Na nikamwambia nenda kwa amani maana umefunguliwa. Miaka 5 imeisha na bado yu hai. Na aliambiwa aende mwezi huwezi kuisha, harakisha. Unajua hivyo ndio shetani kanaharakisha watu. Wewe usikubali kuharakishwa. Katika jina la Yesu usikubali. Mwambie mwenzako usikubali kuharakishwa. Mwambie tuondoke mapema. Gari nzuri ni zetu. Roho Mtakatifu ni wetu. Maisha mazuri ni yetu. Mwambie hapa tuko tunapita. Tunaenda ng'ambo. Tunaenda ofisi kubwa. Tunaenda kwa biashara kubwa. Unajua wengine naona mko serious. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukiongea naenda kwa biashara kubwa, hiyo shetani atakunasa. Mwambie uko serious. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mimi niliishi kijiji na familia yangu samani na shetani yako nipenda. Bwana asifiwe. Nikiwa kazini mbali na kuja mara moja. Siku ile walijua niko wakaja wakarusa sigara kwa nyumba na inawaka. Ili yule mtoto mdogo Sara achomeke. Mtu wa baraka anapigwa vita. Na alikuwa hapa amelala. Na ilianguka kwa carpet, ikawaka pole pole mpaka ikaisha kasima. Sasa yule aliyerusa ako nje mahali anangoja aona kama ile moto inawaka. Alipoona hakuna kitu, mama ametoka kazi amerudi na mimi nimerudi mahali nilikuwa, nyumba imefunguliwa, sigara iko hapo, inaliwaka vizuri pole pole. Yote ikasima. Maandiko inasema alindaye mchi bila Yesu anafanya kazi ya bure. Sasa nilipoona hivyo mimi nikageuza maombi nikaambia Mungu, si unaona hapa ni mahali pa hatari na ni kwa kijiji na hapa ni kwa mapati na mimi ni mtumishi tena niko na mafuta. Sasa hii mafuta niko nayo, si unitoa hapa? Unaonaje? Sasa yule aliyerusa yule sigara, we usidanganye upigane na watumishi. Nakwambia usijaribu. Yule aliyerusa ile sigara, we hata jielewe ako nchi gani sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Baraka yako ni yako. Bwana Yesu ainuliwe. Na kama umefungwa, shetani kanasunguka ndio usipate, hiyo ndio kazi mimi nilipewa. Ndio niombe hapa, huyo shetani aipike, akupe nafasi. Ubarikiwe katika jina la Yesu. Ambia mwenzako kutoka kwa hii maombi unaenda mbali. Mwambie mpaka mara 3. Amen. Tupie Yesu makofi. Amen. Nataka kuwauliza swali kidogo. Ni wangapi wale niliombea hapa walikuwa wanaenda ng'ambo? Inua mkono kama nilikuambia ulikuwa unaenda ng'ambo.
Haya, weka chini. Wale walienda ni wangapi? Wale walienda ni wangapi? Unajua mimi ni nabii. Niko na sababu nikiuliza hivi. Inua tena. Nauliza wale walienda ni wangapi? Uko na passport na nilikuambia unaenda ng'ambo. Hawa huyu anasema ni hao wa nyuma. Kuna grupu ingine niliombea hapa. Unajua nabii ameitwa na Mungu, huwa anachunguza kama ameomba kwa nini hili jambo alikutendeka na Mungu alisema litendeke. Kwa nini huyu Mungu alisema afunguliwe kwa ndoa na hakufunguliwa? Makosa iko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Nimeenda polepole upate kuelewa, ukitoka hapa ujue leo unaomba namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine walipigwa vita hata na watu wao ndio wasiende. Lakini enzi hiyo Mungu aliwafungua na wakaenda, Shetani akaipika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wale niliombea hapa na passport, si kwamba Mungu ana passport. Nimechunguza hiyo jambo kweli ili nijue mbona hawa wamekwama. Hawaendi. Wengine wanajua kwa nini hawaendi. Wanaelewa. Wengine nimewaita kwa mkutano kidogo. Wanaelewa. Lakini leo tubu mbele ya Mungu, mwambie Mungu na tubu na ninaomba msamaha. Mahali nimekosea. Ndiyo hiyo mlango ifunguke. Mimi siombangi mara 2 3. Bwana Yesu asifiwe. Lazima nifuate. Nilipoombea Nora ako Kenya, si alienda? Nilipoombea Alice yako hapa, si alienda? Ama Alice huko enda ako wapi? Si alienda? Karibu miaka 5. Halafu Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Yule mwingine alienda ni nani? Lispa hako hapa. Lispa kwa ulienda? Alikuwa anachunga mlango yangu hapo samani akiingiza wageni. Nikamwambia kuna safari hapo utaenda? Akasema ataenda. Si ulienda? Kwa nini wewe uendi? Mimi siwezi kusema ni Mungu amekataa. Hapo tutatanganyana. X. Hapo hapana. Ujipeleka kama mkutano. Ujiulize mambo yangu imeenda namna gani? Biblia imesema Yesu alipoingia, mama aliyekuwa katika mateso alifunguliwa. Hakuomba mara 2, alifunguliwa. Kwa hivyo jambo lolote lenye limeombewa, lazima Mungu ajibu maombi. Bwana Yesu asifiwe. Wengi hapa mko na kazi. Mungu anaye mkiingia hapa, si ndio? Si tuliomba Mungu akajibu. Halafu mbona hii nyingine kidogo inakwama? Jipeleka kama mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kanisa nzuri ya baraka. Unapoingia maongeo inabadilika, tabia inabadilika, kiafya unabadilika, kikazi, mambo mazuri yale Shetani alikuhamisha hapa zamani inafunguliwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna zamani tukiwa kwa kanisa mzee kule miaka ya zamani, mzee mmoja alikuja akaongea akalia machozi akaniambia, kanisa hili ya baraka. Na mimi nataka nibarikiwe. Lakini akasema mke wake kwa nyumba ni kama redio. Nikamuuliza ni redio ni gani? Ni chui ama ni gani? Chui ni ya zamani, sijui kama bado inaimba. Akaniambia sasa akipata pesa wakati anataka atolee Mungu fungo, ule mama anamletea kikwaso na kisirani ila hajawahi kuona. Sasa nyumba ikakosa baraka. Jipeleka kama mkutano. Mimi niliitwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiomba lazima Mungu ajibu maombi, sio tafadhali. Na tukiomba lazima mapepo hapa itii, kwa sababu hatuko peke yetu.
Mimi hapa lazima itii. Ndio wewe ufunguliwe, uwe huru. Miaka ya kuolewa imefika. Miaka ya kuoa imefika. Kama kuna kifungo leo iondolewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Maombi mazuri unapoenda kwa Mungu, nenda vile unaenda kwa baba yako. Baba yako atakunyima kitu kama anayo. Lakini baba tunayemwamini ana vyote. Ana taabu, fumba na manemane. Ukimuomba anapeana. Bwana Yesu asifiwe. Mahali kuna kifungo hakuna tafadhali. Mahali kuna kifungo hakuna tafadhali. Lazima iondolewe katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni maandiko. Imesema Yesu alipoingilia, yule mama alifunguliwa. Yule mkuu wa sinagogi alikuwa anapinga, alistaajabu majibu yake Yesu. Bwana Yesu ainuliwe. Tutaomba maombi without ceasing. Tutaomba maombi. Lazima shetani aipike. Bwana Yesu ainuliwe. Kuna hali zingine zinataka ukue serious. Kuna hali zingine. Bwana Yesu asifiwe. Usiseme tu kama vile wanasemanga mimi nangoja tu mpaka wakati wa nani? Wa Mungu. It is not bad, lakini omba kwanza. Ndio Mungu akuonyesha wakati huo ni sasa, ni kesho ama ni lini. Usinidanganya ati unangojea wakati mpaka uzeeke. Ati unasema nangoja wakati. Ni nabii alikutabiri ungojee wakati. Hapana. Biblia inasema vizuri, my people perish because of lack of knowledge. Ni vizuri umwambie Mungu mahali nimefika. Si mimi ni nabii. Si waliniruhusia sigara. Niliendelea kukaa kwa sigara. Hapana. Niliambia Mungu sasa hapa hapana. Hii kanisa tumetoka mbali. Vyombo kama hizi kuna mmoja niliombea akabarikiwa akaenda akatunulia peke yake. Sote. Na shetani akakuja huko akasikanisa sitima. Sababu tuko kwa kijiji kwa shida, sitima ni sambaza. Vitu yote ikachomeka. Nikawaambia sio mwisho wa injili. Tutahubiri bila hizi. Mimi sikuitwa na hizi. Hizi ni vile kanisa imekuwa kubwa ndio tuweze kuelewana vizuri. Tukaomba, si Mungu alitupa zingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usiyumba yumbe kwako. Mwikosana kidogo na mzee unasema unaama. Unaenda wapi? Muulize mwenzako umenunua bagi ya kuhama unaenda wapi? Mwambie kwako ni boarding. Muulize wewe ni Daisy Kora. Rudi kwako ni boarding ukae huko. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema Methali 14, mwanamke mwenye hekima ndiye anachenga kwake. Uwezi kujua kule unaenda ni wapi. Sasa kuenda ukutana na mamba. Useme Jesus of Nazareth, I am finished. Wacha nirudi kule nilikuwa zamani. Ukuta ulialipo. Na kama unaishi na mtoto ambaye si wako, kama unamtesa mrudishe kwao. Ndio upone. Amupigi makofi. Muulize ni wewe. Machozi ya hiyo mtoto inakutesa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Baraka ni sisi tutatafuta. Kama wewe unataka kutafuta, weka, utakauka tu. Januari mpaka Januari nyingine. Takuwa mti mkafu. Kama wewe unataka kubarikiwa, muonyeshe Mungu unataka kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tembea vile Mungu anataka utembee. Tembea vile Ezekieli alitembea. Tembea vile Joshua alitembea. Hakuna mahali Joshua alifika akajiita pastor kama hajaitwa. Alingojea chini ya baba yake Musa mpaka akabarikiwa na Mungu akainuliwa. Nyenyekea. Mwambie Bwana wewe ndio una vyote, wewe ndio unapeana. Ayubu akasinda na akasema, Baba jina lako litukuzwe. Sikuzaliwa na kitu. Nilizaliwa uchi na nitarudi uchi. Vyote vimeenda
Jina lako litukuzwe. Sio wewe ukienda kazini ukipewa warning letter unauliza, senior na ni nabii. Na ameomba hii miaka, hakuona hii. Hakuona hii. Hakuona leo napewa warning, yani hakuona hii. Hata akipiga simu unauliza, senior, habari? Uko poa? Sasa hata asemi, senior, Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Sasa senior, habari? Na kama mama ingekuwa mzuri sasa ungesema nini? Wakati iko mbaya unaongea vile unataka. Itazidi kuwa mbaya zaidi. Nyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kunyenyekea. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kuna mahali unaweza katalia hiyo kakasi, unalipwa pesa kidogo na unakatalia hapo. Na Mungu akiona utaki kutoka unafutwa. Ndio uende kwa ile neema anataka. Bwana asifiwe. Mungu anajibu maombi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kukaa na magonjwa sio mapenzi ya Mungu. Wewe mwambie Mungu, Ayubu aliomba akiwa na magonjwa akashinda vita. Na mimi nitashinda nikiwa ndani yako. Kama miaka imefika ya ndoa, mwambie Mungu, hii miaka ikipita hapa nitakuwa mzee sana. Hapa si nimesema vizuri? Mwambie sasa ile neema iko hapa na mimi iwe yangu. Na kama ni kifungo leo, uniondolee. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwani Mungu kuna kitu analiswa? Si ndiye anatuliza? Yeye ndiye ana vyote. Alafu Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Hata kama ni kesi uko naye. Hata kama usago umejanganywa samba, wacha kuangalia samba, angalia Mungu. Mwambie Mungu sasa shughulika. Ndio hata ukienda kwa machifu ukasikie. Usipotanguliza Mungu, chifu hawezi kusikia. Hata ukimpe kuku atakula. Yule mwingine akuja mpe kuku akule. Inaenda vice versa. Utafanya nini? Mwambie Mungu tangulia. Haleluya. Lakini nikiomba wewe unataka kusikiza mwingine anasema nini, utapalikiwa lini? Omba tu straight. Enda kwa point. Kama wewe ni mchawi mwambie wewe ni mchawi. Na ni nani anaweza kuomba hivyo? Kama wewe ni msarati mwambie wewe. Nani anaweza fanya hivyo? Aya, wanainua wachache. Nani basi ameokoka? Ikiwa kuna mtu hapa anatumia mwingine message anasema ibada tumechelewa, ilikuwa tukutane 5. Wewe futa hiyo message kama unataka ubarikiwe. Unatuma kutoka hapa. Na ungoje nitaomba hapa paka ujiongeleze. Si afadhali ungeogopa Mungu useme wacha nisime. Unatuma kutoka hapa. Ujui mimi roho yangu iko kwa simu yako hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanaomba wapate kwa sababu wanaomba vibaya. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati unataka Mungu akuinue, kumekuja na watu wa kusawizi wengine ili waweze kuwatoa katika laini nzuri ya Mungu. Kwa maana Shetani anaelewa wewe unaenda kubarikiwa. Na kwa sababu Shetani ndio huwa anataka watu wakosane, anakuwekea vikwazo. Uone ili aliwezekani, ni kitu gani basi inawezekana? Maana maandiko yanasema watakapokuja kwangu sitawatupa, asema Bwana wa majeshi. Mungu hawezi akakutupa ukiomba na umaanishe na umwambie Mungu, sitaki mateso, sitaki madeni, sitaki magonjwa, sitaki rahana, sitaki uchawi. Haleluya. Nimesikia vile mama askofu amewaambia kwamba vile Roho amemuongoza. Lakini mimi nashangaa na wazazi wengine. Si niliwatuma nikawapea homework. Nani alileta majibu? Nimehubiri hapa mara mingi nikiitiza wale wa kuokoka. Hata hao watoto wanakuchanga wanapiga. Wewe uko hapa, wewe ni mzazi. Mzazi ndio ulise mtoto. Unaelewa maana ya uokofu. Wakati mtumishi anaitana wa kuokoka, unaenda unapiga magoti. Unaweza nieleza.
Kama ungekuwa umeenda umemuuliza, angekueleza usangae. Ni vile unaiginua ati ujui kwa sababu mko timu moja. Na timu moja hapa huwezi kufanya kazi tafadhali. Huu ni wakati wa baraka. Ni wakati tunataka tubarikiwe. Ni wakati tunataka tuinuliwe kwa sababu Mungu ni mwenye rehema. Mungu ni mwenye huruma. Anasema muniite nitaitika na nitatengeneza njia. Hata jangwani mahali hakuna njia. Bwana Yesu asifiwe. Unamfurahisha shetani, mnaenda naye wapi? Hakuna. Kama mtoto ameingia kwa shetani, ameingia. Ukisipaspa atakuingiza. Na wewe ingize mwingine. Mkue katimu kakubwa. Mnaenda wapi? Hapa hiyo katimu akaweza survive. Bwana Yesu asifiwe. Katimu ya shetani akaweza survive. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea mbele. Katika jina la Yesu tunaendelea. Ambia mwenzako tunaenda mbele. Hebu fanya hivi, muulize pole pole. Kuna mahali wamekuingiza? Muulize tu pole pole. Unajua hapa ni kanisani, mtu anaweza sema, si mtu akienda kuona daktari wake anamweleza kila kitu, naumwa huku, naumwa huku, naumwa huku. Si anaeleza vizuri kila na ukiwa hapa unaona ukificha hiyo. Nitaomba basi uongee hapa waipike. Abatali ungesema hivyo ikutoke. Mape? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna siku nilihubiri matanga ingine kule Kisii. Miaka mingi sana imepita. Wachawi wakanipangia, wakanipiga picha. Wachawi wakanipiga picha huko kwa matanga. Wakatembea na hiyo picha baharini, wako Mombasa, wako wapi, kila mahali wakatembea. Mwisho hiyo mchawi mmoja usiku akagongwa, amuka. Akaambiwa hii picha uko naye ni ya mtumishi wangu, rudisha paka huko. Sasa mimi nimekaa kwa maombi naona mtu anaingia mbio anasema, "Ni mimi." Namuuliza, "Ni wewe namna gani?" Kwani kuna akasema nasikia ni kama stima. Unaweza sisi hatuoni stima, sema vizuri. Nachomeka. Ni nini? Ati nimeleta ile mzigo, ni mzigo gani? Akatoa hiyo picha. Ai. Nikaona hii picha kweli ni yangu. Nilikuwa nimevaa suti ya black na shati ya white na tie. Ni mimi. Kamuuliza hii picha ulitoa wapi? Akasema tulikupangia, tulikuwa jesi kubwa. Lakini yeye akapewa atembee naye hapa Nairobi. Enda utembee na hii ya mchango, utarudisha hapa. Si umwambie mwenzako enda utembee na hii. Hii nimekutuma enda uchangise. Lakini nikiomba nikuona kwa pahali nayo, utajua ujui. Maombi itageuzwa. Kazi ya Mungu lazima iendelee. Maandiko imesema aliyepinga alikuwa kwa madhabahu. Akipinga hiyo neno isiendelee. Bwana Yesu asifiwe. Hii kwa itaendelea mbele. Wazee na wamama wataendelea mbele. Wanafunzi wetu wanaenda kufanya mtihani wataendelea mbele. Wanafunzi wote wa Kenya wataendelea mbele. Katika jina la Yesu. Na hiyo roho ya kupoteza watoto ishindwe. Katika jina la Yesu ishindwe. Katika jina la Yesu ishindwe. Katika jina la Yesu ishindwe. Ni watoto peke yake wamepotea. Kwa hivyo tukisema wewe unapoteza watoto ishindwe, kwa watu wazima tuseme nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Aliyefungwa alifunguliwa. Kwa sababu ndani yake alionekana anangojea neema ya uponyaji. Huyo mtu wa aina hiyo ndio Mungu leo anatafuta. Mtu wa aina hiyo ndio Mungu leo anafanya nini? Anatafuta ili akushughulikie akufungue, wawache kukusoea. Bwana Yesu asifiwe. Wawache kufanya nini? Wawache kufanya nini? Wewe unaona wamekusoea sana. Bwana Yesu asifiwe. Hata akiona vile unakaa hiyo ghorofa refu ukiteremka anajua masaa yako anakukatia cabbage nusu. Kwani ulimwambia unataka nusu? Si uenda hapo mwambie nipe nyanya, mimi ninaenda kwa nyama huko nikule nyama leo. Kulisa uko na wageni mwambie hata mimi ni mgeni kwangu. Wengine hapa amefunga thermos hataki kuweka maji moto ndani anangoja mpaka Disemba. Wewe ndio ufungue ukunywe kwanza chai.
Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako hata tamu usifunguliwe. Mwambie hata hotpot ende ufungue. Na nyinyi mfanya kasera kidogo nyumbani. Unajua wengine ni mkono kama uwezi kutoa hapa, nyumbani utatoa. Uniona wale wanatoanga hapa. Ni maandiko. Turudi kwa maandiko kidogo. Maandiko yamesema alibarikiwa na uponyaji. Kwa sababu alikuwa usao wa nani? Kwa sababu alikuwa katika usao wa Abrahamu. Abrahamu ni mbarikiwa. Mungu alipendezwa na yeye. Wengine anaishi kwa vitina, hata akiota anaota vitina. Akitembea anatembea na vitina. Akiamuka anaamuka na vitina. Akilala analala na vitina. Mwingine analala na userati, anaamuka na userati na anasema Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Uniona wale wanasema Yesu ni Bwana. Huko nyuma wanainua. Kuna kitu ninachunguza. Simuinue tena. Mbona unaogopa unarudisha mkono chini? Emu yangu leo nataka niombe na wewe ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Shetani anapenda asunguze watu kwa hiyo njia. Awatataniza watoe katika laini ya Bwana. Kwa mwaminifu Mungu akubariki. Haleluya. Kwa mwaminifu Mungu akubariki. Yule aliye mwaminifu akiingia babatana na hili neno mara moja anafunguliwa. Kwa sababu ameamini. Kwa sababu amefanya nini? Si wakati nauliza Wangambo, si huyu umesikia anasema yule aliombewa alienda. Ni kweli, nimemuombea mara 2 hapa. Na aliniambia yeye ameenda atumiwe kadi. Ametangulia, kadi mfuate. Maana ameona Mungu. Tupi Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Watoto hawa wakati wameombewa wacha kwenda kuwachanganya. Bwana Yesu asifiwe. Na mtoto akikwambia mambo mengi, ameota ndoto, amefanya nini, sikiza. Kwa sababu wewe sio nabii. Leta hiyo ripoti ikauliwe. Ionekane shida iko wapi. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kumchuna masikio na kumwambia kanyagia. Kanyagia. Wewe uko na breki unakanyaga. Mnakanyaga nini hiyo? Na wakati mambo itaharibika sasa utauliza sini yako wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ni nani anaona kama ako na makosa kidogo anataka ombe msamaha? Sijataja mimi makosa. Weka mkono chini tuelewane. Unajua wengine nimeona hawataki kuinua. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema unapomkubali Bwana Yesu anakuosha. Hata kama dhambi zako ni nyekundu, unaosha unakuwa mweupe kama theluji. Wakati ambao umekubali na kuamini, atakubali kutembea na wewe. Zamani mimi sikukuwa mtu mzuri. Lakini nilikuwa kwa kanisa. Kanisa ingine hapa zamani. Nilikuwa mchanja kusinda wewe. Na nilikuwa mpole tena zaidi kusinda wewe. Ungenielewa. Lakini wakati nilikubali, nikamwambia Mungu, naona mbele yangu njia ni 2. Maana naona uzima na pia naona jehanamu. Nionyeshe njia. Hadi nionyeshe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku hizi sijui kumetokea nini. Wewe unaona tu lakini unasema tunaenda mbele. Unaenda wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Kia mimi nilikuwa kijana mdogo. Lakini nikamwambia Mungu, mbele sioni vizuri. Kwa sababu naona umenipa maandiko, lakini mimi ni mlevi. Sio wewe nikikuuliza unasema unaonja kwani ni uji. Nikamwambia mimi ni mlevi. Lakini tena usiku naona unanipa maandiko. Una shughuli gani nami? Bwana Yesu asifiwe. Wale wengine kwa CDA maana nilikuwa naenda sikuwaraumu maana hawakuelewa. Paka vile nilipata mtumishi mmoja kutoka Kianja akihubiri kwa crusade, nikamwambia mimi ni mlevi, huwa nakunywa. Baba yangu ni mkali na jificha na gonga taska na chang'aa. Lakini usiku nikilala naona nahubiri. Akaniambia wewe umeitwa na Mungu. Wewe ni Jeremiah. Usiende kukunywa tena. Na mimi sitakuwekea mkono. Maana mamlaka uliyo nayo hata kama wewe ni mlevi ina shida. Bwana asifiwe.
Akanielekeza akaniambia wenda utubu kuachana na ulevi na Mungu akusaidie. Nikatii, Mungu akanena nami na Mungu ndiye amenifikisha hapa. Tambi ya kisiri inaua. Wengine ni wachanja vile mko hivi anakuja ananiambia senior niliota napanda hivi naende. Kumbe ni uongo tu. Naangalia namwambia sawa. Nendeni salama nitakukumbuka kwa maombi. Sasa nitakuambia nini? Maana naona kuna kauongo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Usikue muongo. Ukitaka kubarikiwa, surrender completely to Jesus. Mwambie leo ni siku yangu. Bila shortcut. Mwambie nimeamua. Uongo wote na mabaya yote waja yakae mbali nami nibarikiwe. Mwambie Mungu, najua dunia hii nimesoma maandiko inasema wewe ni daktari. Inasema wewe ni Mungu wa baraka. Inasema wewe ndio una ufunguo. Wewe ndio unafungua. Kama ulimfungua yule mama aliyekuwa amepindana, aliyekuwa hawezi kujinyosa kwa hiyo miaka 18, lakini Mungu ulipomwekea mkono kupitia kwa mwanao alipata uponyaji. Na mimi leo nisiende na matatizo na shida na misigo nilionayo, naomba Mungu wa uzima unikumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Ukiomba hivyo na umaanishe mimi nitakuwa hapa tu niseme hiyo shetani iende. Na itaenda tu. Hata uwe huko nje, itaenda tu, itatii. Lakini nikiomba hapa unafikiria vile ulipakiza chapo mbili, moja iko huko nyumbani na kuku kanusu. Tuweka mawazo yote hapa. Na tuombe Mungu na tumaanishe. Na Mungu atajibu hayo maombi. Vile alijibu kwa yule mama aliyeteseka. Kuna wengi wanateseka leo na madeni. Pia ni mateso. Miaka mingi. Kuna wengine wameteseka wakipata kazi kidogo wanafutwa. Hiyo ni mateso. Kuna wengine wamepata watoto kwa wasichana hata 5. Mama mkwe anawakecheri. Nataka niombe Mungu aliyeumba mbingu na nchi, ili aibu hiyo iondoke katika jina la Yesu. Hiyo inaitwa aibu, iondoke katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki uombe ukifikiria hapa na pale. Biblia inasema Mungu ndio muumbaji, ndiye alitumba. Yeye ndiye anapeana neema zote na baraka zote. Usiseme ni mapenzi ya Mungu, no. Mwingine huko na wasichana kama sisi unasema hii ni mapenzi ya Mungu. Shetani yako kazi wewe. Mwambie mimi nataka balance, sema balance. Yes. Mwambie ukue serious. Mwingine nilimwambia hapa kuchu ufukuze shetani. Inaweza kufa, hiyo ni hatari. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka hapa kwa 17. Na mimi najua vile nitaomba Mungu awatafute. Hawa ndio naona Mungu anataka awainue kwa kiwango kingine. Mwende dunia yote mpate mali, tuchangee Mungu kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nipate 17 leo. Na wewe mwambie Mungu, hao wenye umetacha nisikose. Mungu nikumbuke. Mahali nilifungwa nihangaike niteseke kwa maisha haya, naomba Mungu nikumbuke. Mwambie Mungu nitangulie. Ulitangulia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, hawakuaibika, maandiko yanasema. Ulitangulia Misri walipoomba, Waisraeli uliwatoa kwenye mateso. Mama aliyengojea miaka 18 kwa sababu alikuwa anaamini uponyaji wake utatoka wapi, mwisho alipata kufunguliwa. Usitaje kila kitu ukisema kuna wakati utakuja, lakini wakati ndio sasa, asema Bwana wa majeshi. Mwambie Bwana, wakati ndio sasa, nami nitakapotoka na kwenda mbele nitasema nilikuwa nahangaika na kuteseka, magonjwa yalinizoea, madeni yalinizoea. Nilipoingia na Powerful Christian Church niliweza kufunguliwa, niliweza kupata neema nyingine. Mapepe yaliyokuwa yananitesa ilipotamkiwa iliondoka, Yesu akatawala. Sasa mimi nimefunguliwa. Maandiko yanasema unapokiri unakuwa kiumbe kipya, mambo ya kale yote yanatoka na Yesu anainuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tuombe na Yesu ainuliwe. Nataka tuombe na Yesu aonekane. Nataka tuombe aliyekutesa, kama ni kansa imrudie, kama ni umaskini imrudie, kama ni madeni imrudie, kama ni magonjwa ya miguu imrudie, kama anatesa watoto wake, maandiko yanasema paki tute. Tusimame mbele za Bwana.
Nasikia sasa neema hile imesafika, ili Bwana awaokoe walioamini, awaondolee aibu na mateso katika jina la Yesu. Utukuzwe Mungu Baba, Mwana naye Roho Mtakatifu. Wewe ni Mungu mwenye rehema. Nyakati zote Baba unaweza. Mama aliyekuwa kwa ile kanisa mahali Yesu aliingia, alikuwa ameteseka miaka 18. Lakini ulipomtamkia baraka Bwana Yesu, maisha yake yalibadilika. Kuna wengi maisha yao haijabadilika kwa sababu ya dhambi na makosa yao. Wamekubali kutubu. Wamekubali kutubu. Wamekubali kutubu mbele zako. Warehemu na wasamehe Baba. Mahali wamepigana wengine na watumishi. Mahali wengine wameenda kwa njia za usharati na za giza, na za uchawi na za uganga na Illuminati. Naomba Mungu wa uzima uwasamehe Baba. Uwasamehe Kristo. Uwasamehe Mwana wa Mungu. Ili neema hii iwafikie, badilishe maisha yao. Kila kifungu ya kimapepo na Shetani uwaondolee Baba. Uwaondolee. Uwaondolee kifungo. Uwaondolee aibu. Uwaondolee magonjwa Baba. Uwaondolee magonjwa. Uwaondolee vita ya Shetani. Uwaondolee aibu ya Shetani. Mungu mwenye rehema, ni wewe Mungu Baba mwenye heri. Maandiko yamesema Baba, yule mama alipowekewa mikono, maisha yake yalibadilika. Aliweza kuinuliwa. Kuna wale wameinua mikono, wameona dhambi na makosa yao, wamekuinulia wewe. Mungu uliumba mbingu na nchi, Mungu mwenye rehema na mamlaka, ni wewe Mungu. Ni wewe mwenye rehema Baba. Ni wewe mwenye mamlaka Baba. Wengine waliingizwa Jehova kwa njia za giza na uchawi. Wewe ndio unakomboa. Ulituma mwanao Yesu ili tukombolewe Baba. Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye huruma, Mungu mwenye mamlaka, ni wewe Mungu. Ni wewe Jehova. Ni wewe Mungu wa Yakobo. Ni wewe Mungu usiyeshindwa. Ni wewe mwenye rehema. Ulipoitwa Misri kwa mateso, walilia machozi wa Israeli. Ulijibu maombi ukawatumia Musa. Umenituma hapa mimi ni Musa wa leo, ili wakombolewe wale wameamini. Jehova Elizadai. Barata rabosi karagoria. Barata saidarikai. Nenge Yesu ribaganta rabosaya. Utukuzwe Jehova Elizadai. Wewe ni mwenye rehema Baba. Wewe ni mwenye mamlaka Baba. Wewe ni mwenye nguvu Jehova. Uonekane ukiwa mwaminifu. Umwaipiza Shetani yule anaipiza watu wako. Wewe ni mwenye rehema. Wewe ni mwenye nguvu Baba. Wengine wana kazi wanahangaika, wanafungiwa hata nyumba Baba. Mungu onekane Jehova. Mungu onekane Rabi. Wengine wamehangaika Baba kwa makosa yao wenyewe. Naomba rehema. Naomba rehema Baba. Naomba rehema. Naomba msamaha Baba. Naomba rehema Jehova. Oh ribai. Naomba rehema Baba. Naomba rehema Baba. Naomba msamaha Baba. Maandiko yananiambia Baba, utawaosha, utawatakasa, utawasamea Baba. Yule ameamini, yule roho yake Baba, yule ameamini, yule ameamini kwa roho, yule ameamini Baba kwamba wewe ndio Kristo, yule ameamini, yule ameamini, yule ameamini. Umuondolee mateso, umuondolee magonjwa, umuondolee mapepo, umuondolee kifungo. Yule mwanamke aliamini akafunguliwa, aliamini akafunguliwa. Naomba Baba uripai, utume neema na nguvu ya roho yenye kufungua walio katika mateso, walio katika dhiki, walio katika madeni, waliotiwa giza, giza ya uchawi. Uwakomboe Baba, uwakomboe Baba, uwakomboe Kristo, uwakomboe Jehova, uwakomboe Mungu Yakobo. Bori tasaida kanisa ilikuja ili waliofungwa wafunguliwe. Walali lolo ilagai nendele bosaya bori tarabogoria nenge Yesu rebai loli lagai
Palai baba. Bori tarabosaya. Nenge Yesu rogoi. Bori tarabosika. Nenge Yesu rebai. Parata lagai. Loi lagai. Nenge Yesu ragai. Palai lagoria. Nenge Yesu rebai. Oh Jehovah. Bori tasaida. Nenge Yesu radin. Holy Spirit. Rom dagadivu. Rom dagadivu. Tawara sasa. Tawara rabi. Tawara. Baba. Ratin. Baba ribai. Baba radin. Lele. Baba ribai. Lele. Polai baba. Tawara. Tawara baba. Tawara baba. Tawara. Wallahi. Baba ribai. Baba ribai. Mungu mwenye rehema. Ni wewe Mungu. Ni wewe Mungu. Ni wewe Mungu. Ulisema tukuite na wewe utaitika katika nabii. Naomba uitike Baba. Naomba uitike Baba. Naomba uitike Jehova. Loloe. Baba loloe. Lalae. Baba. Lalae. Loe Baba. Ninde. Yesu Rabi. Palai. Yesu Radin. Tawara. Ondoa mateso Baba. Ondoa vifungo. Bolai. Talai. Yesu Rebai. Baba. Yes. Ndio. Ndio Baba. Ndio Rabi. Ndio Baba. Tawara sasa. Tenda sasa. Tenda sasa. Tenda Baba. Tenda. Tenda Yesu. Tenda Baba. Wenye imani. Watende. Waondolee aibu. Waondolee aibu. Waondolee kilio. Waondolee mateso. Waondolee mapepo na majini. Waondolee magonjwa. Talai. Baba Rabi. Toloi. Baba Ribai. Ndio Rabi. Baba Ribai. Yes. Yes. Bolai. Ndio. Ndio Baba. Ndio Rabi. Yes. 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 Iko wapi sasa? Neema yako. Iko wapi Baba? Iko wapi sasa? Neema yako. Iko wapi Baba? Neema yako. Iko wapi sasa? Neema yako. Iwakomboe. Iko wapi sasa? Neema yako. Iwakomboe Baba. Uko wapi Mungu wa Yakobo? Uko wapi Jehova? Delay. Baba Ribai. Ninde Yesu. Loloi. Baba Rabi. Tawara. 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 Tawara Baba. Wale wameteseka na magonjwa na madeni. Ondoa hiyo pepo ya magonjwa sasa. Iondolewe. Hiyo pepo ya magonjwa. Iondolewe. Hiyo kansa ya Shetani. Iondolewe. Iondolewe. Katika jina la Yesu. Hiyo pepo ya kansa. Iondolewe. Hiyo ndoto mbaya. Hiyo roho ya uchawi. Iondolewe. 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 Hiyo roho ya uchawi. Kwa hiyo mama. Iondolewe sasa. Ndio. Ndio. Huu ndio wakati wa ukombozi. Ndio. Waliyetiwa hiyo roho wakafundishwa ni watatu. Ni watatu. Wamama wote. Bwana amesema siku yao ni leo. Siku yao ni leo. Siku ya ukombozi ni leo. Wanafunguliwa. Goodbye. Baba Rabi. Yes. Ratin. Pigana na hiyo roho. Pigana. Pigana na hiyo atakombolewa. Unampinga kama nani? Kazi yako iliisha. Kazi yako imeisha. Hauna mamlaka. Mwacha akombolewe. Mwacha afunguliwe. Katika jina la Yesu. Roho yako ya uchawi haina mamlaka. Juu ya huyo dada. Juu ya huyo dada. Ndio. Ndio hiyo. Ndio hiyo sasa. Inaondolewa. Ndio hiyo. Kuna malaika anaondoa hizo roho. Katika jina la Yesu. Sinaondolewa. Sinaondolewa. Hey! Palaida 10. Shindo kazi ya roho. Shindo kazi ya roho mbaya. Katika jina la Yesu. Hiyo roho ya uchawi iondolewe. Kila aina ya roho chafu iondolewe. Ndio. Iondolewe. Iondolewe. Roho ya usherati iondolewe. Roho ya uganga iondolewe. Roho ya kujarabesa baraka ya ndoa iondolewe. Roho ya kubata wasichana peke yake hiyo roho iondolewe. Shindo katika jina la Yesu. Iondolewe. Iondolewe hiyo roho. Iondolewe.
iondolewe, iondolewe. Baba libai. Yes, yes, iondolewe, 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 iondolewe. Katika jina la Yesu, iondolewe, iondolewe. Palai. Yes. Ha! Rabi. Yes. Baba libai. Ratin. Yes. Total deliverance. Yes. 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 Iondolewe hiyo roho. Iondolewe. Iondolewe. Upate kufunguliwa. Upate baraka yako. Na kama uliinua mkono. Na kama uliinua mkono. Na kama uliinua mkono. Bwana anakuhitaji. Kimbia kwa madhabahu. Tubu dhambi zako. Wale pekee waliinua mkono. Tubu, mwambie Bwana nifungue leo. Asante Baba. Mungu wa Israeli. Wewe ndio waliinulia mkono kwa dhambi zao wamefanya. Maandiko inasema kuhani awaombee msamaha watu wako waweze kusamehewa. Wakisamehewa watafunguliwa na neema yako itatawala. Hakika Baba, wewe ni Mungu. Umejaa rehema na umejaa neema. Uinuliwe milele. Wamenyanganywa mambo mengi na yule Shetani. Yule mama aliyenyanganywa, aliyeteseka miaka mingi. Uliposuka Baba, ulimfungua. Yoyote ameteswa na Shetani, wacha leo afunguliwe katika jina la Yesu. Wacha leo wafunguliwe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu wafunguliwe katika jina la Yesu. Leterebo saya radai. Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye mamlaka, ni wewe Mungu mwenye rehema, ni wewe. Yule mama alikungojea miaka 18 ukasimamisha mateso iliyomtesa. Togori bagantarabo saya. Wapendwa wote, wewe ndio Mungu umejua miaka wameteseka, miaka wameteseka, miaka wameteseka. Ni wewe umejua Baba. Nimekuja leo kuomba Mungu uliumba mbingu na nchi, ili kwa mamlaka yako mateso yao, vifungo vyao vifuke mwisho, vifike mwisho. Mateso yao na vifungo yao ifike mwisho, ifike mwisho katika jina la Yesu. Ifike mwisho hiyo vifungo, hiyo mateso, ifike mwisho, 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 ifike mwisho. Ndio toka, ifike mwisho, ifike mwisho, ifike mwisho katika jina la Yesu. Ifike mwisho hiyo mateso yote, iondolewe. Pepe ya magonjwa, pepe ya kuleta vita, pepe ya kuleta madeni, iondolewe, iondolewe hiyo magonjwa raka. Pepe ya magonjwa iende katika jina la Yesu. Hiyo roho iondolewe, hiyo roho iende katika jina la Yesu. Hiyo mateso iende, hiyo mateso iende, iende. Pepe mjafu mwacha abarikiwe, mwacha katika jina la Yesu, mwacha katika jina la Yesu, mwacha abarikiwe, mwacha abarikiwe katika jina la Yesu, mwacha abarikiwe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mateso yote ifike mwisho, ifike mwisho, ifike mwisho. Mwacha katika jina la Yesu, mwacha, mwacha, mwacha katika jina la Yesu. Mwacha abarikiwe, mwacha abarikiwe katika jina la Yesu. Mwacha abarikiwe, mwacha abarikiwe, mwacha abarikiwe, mwacha abarikiwe, mwacha afunguliwe katika jina la Yesu. Hiyo mateso yote, hiyo vifungo yote, baba mchafu, baba mchafu, mwacha katika jina la Yesu. Palai Latin, palai Jehova, mwacha abarikiwe, mwacha, mwacha, mwacha katika jina la Yesu. Hiyo magonjwa yote, mwacha abarikiwe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mwacha abarikiwe, mwacha katika jina la Yesu, mwacha abarikiwe katika jina la Yesu.
Kila kifungo ya Shetani iondolewe. Iondolewe. Hiyo kifungo iondolewe. Muache katika jina la Yesu. 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 Kila maovu ya Shetani muache aolewe. Unasuia kama nani? Waponda katika jina la Yesu. Vifungo yote iondolewe. Muache. Muache. Muache haraka. Baba mchafu. Muache. Muache. Muache haraka. Muache katika jina la Yesu. Muache. Jina la Yesu. Ita hivyo jina la Yesu. 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 Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba mchafu. Muache. Muache, kazi yako imeisha. Hiyo maombi kalikuombea kinyume. Leo iende. Katika jina la Yesu. Kila maombi iliyoombwa kinyume inamtesa. Iende. Iende hiyo maombi. Kila maombi kaliomba kinyume. Mungu aonekane. Mungu aandae vifungo. Mungu aandae hiyo vita. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hiyo pepo iende. Hiyo mateso iende. Hiyo mateso iende. Sema wewe ni nani? Wewe ni pastor nani? Wewe ni pastor nani? Taja jina. Wewe ni pastor nani? Maombi gani uliombea ukafunga? Ongea! Katika jina la Yesu. Nakuja kukutesa. Hapo utasema. 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 Pepo ina nyoka. Utasema. Sema ulifunga nini? Ongea! Katika jina la Yesu. Ongea! Ongea! Katika jina la Yesu. Ulisuia nini? Utaongea. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mateso yote ifike mwisho. Katika jina la Yesu. Vifungo, sauti ya Shetani iende milele. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila aina ya vifungo iondolewe. Ongea! Nimekuja kuharibu ufalme wako. Paka uongee. Jina lako. Wewe ni nani? Mimi sijasikia. We, ongea. Mimi sijakusikia. Ongea vizuri. Ongea. Umefunga nini? We? Ongea. Nimekuja kuharibu kazi yako. Haya. Ita wenzako. Rega! Baba mchafu. Na kwa mtu. Katika jina la Yesu. Baba mchafu. Baba mchafu. Katika jina la Yesu. Leo ni leo. Lazima utatii. Baba mchafu. Mchunga wale wako na watoto wasikanyawe. Baba katika jina la Yesu. Wewe ndio unafungua. Wewe ndio unatenda ishara. Wewe ndio unaponya. Wewe ndio unatenda makubwa. Wewe ndio unafungua Jehova. Wewe ndio unaharibu mipango yote ya Shetani. Wewe ndio unaondoa magonjwa. Utukufu milele. Katika jina la Yesu. Shetani ashindwe. Katika jina la Yesu. Shetani ashindwe. Katika jina la Yesu. Shetani ashindwe. Katika jina la Yesu. Sema Shetani ashindwe. Katika jina la Yesu. Shetani ashindwe. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Amewalemea. Amewalemea. Leo bado. Katika jina la Yesu. 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 Shetani ashindwe. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Aya, wewe ni nani? Wewe ni nani? Taja jina. Taja jina. Taja jina. Taja jina. Wewe ni nani? Unasuia nini? Wewe ni nani? Ulifunga nini? Nakusumbua? Huyu anakusumbua? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Sema! Wewe ni nani? Nimekuamuru sasa. Pokea mateso. Hapo utatii. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Pako umwaje. Pako umwaje. Abarikiwe. Abarikiwe. Vifungo yote iende katika jina la Yesu.
Roho ya magonjwa iende milele katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mateso, magonjwa, vita ya Shetani iende milele. Iende milele. Kila roho inazuia baraka iende milele katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mateso iende. Mateso iende katika jina la Yesu. Nakushukuru Mungu Baba, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe katika jina la Yesu. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe. Toa hii juu, toa hiyo yake. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe katika jina la Yesu. Mwaja abarikiwe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nimesema mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe katika jina la Yesu. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe. Baba mchafu. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe katika jina la Yesu. Hamtaki kuacha abarikiwe. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe katika jina la Yesu. Mwaja abarikiwe. 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 Abarikiwe tena. Tena ndio hiyo. 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 Abarikiwe. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe katika jina la Yesu. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe. Mwaja abarikiwe. Umekubali? Umesema abarikiwe. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Pastor wake. Niambie jina pastor nani huyo? Mwaja abarikiwe katika jina la Yesu. Pastor nani? Nani? Pastor nani? Pastor Eunice. Pastor Eunice. Ulifunga nini kwake? Ukafanya nini? Ukafanya nini? Ukamfunga. Sema tena ingine ulifanya. Ulimfanyia nini ingine? Ulimfanyia nini ingine? Ukaoa mtoto. Msongeze hapa. Msongeze hapa. Hiyo nyoka ikufe kuanzia leo. Hiyo nyoka ikufe. Baba mchafu. Katika jina la Yesu. Waite wenzako haraka. Baba mchafu. Baba mchafu na kuamuru katika jina la Yesu. Sema. Sema haraka. Sema. Sema haraka. Hiyo pepo ina nyoka na iondoa. Na iondoa. Na iondoa. Baba mchafu. Katika jina la Yesu. Hauna mamlaka. Baba mchafu. Katika jina la Yesu. Mumesema mliua mtoto. Mnasema mliua mtoto. Na mkafanya nini ingine? Mkafanya nini? Mlituma mateso. Mliona ako na akili. Tamba hapa nione. Roga hapa nione. Roga hapa. Roga hapa nione. Fanya vile mlifanya. Fanya vile mlifanya nione. Fanya. Fanya unachelewa. Mlifanya nini? Hiyo ni kusema nini? Hiyo ni kufanya nini? Nani? Afungwa asipate nini? Asienda ng'amba. Siri nimemfungua. Baba mchafu. Pepo ina nyoka toka kwake. Toa ulimi nje. Toa ulimi. Raka. Toa ulimi haraka. Uende na usirudi hapa tena. Unasema mliua mtoto na nini ingine? Sina mafuta. Mlinileta kidogo. We, mumesema nini? Pandisa huyo hapa. Mnasema mlifanya nini? Mlituma mateso? Hamuna maiki ingine? Mlituma mateso kwa nyumba yake? Na nini ingine? Mkaribu kazi yake. Hamtaki apata kazi. Hata anashinda na kama maisha mbaya yenye si yake. Anaishi maisha mbaya ambao sio yake. Mko wangapi? Mko wangapi? Ngapi? Mko wangapi? Na kanisa yenu iko wapi? Iko wapi hiyo kanisa yenu? Kanisa. Iko wapi hiyo kanisa? Kwa Pareli. Iko kwa Pareli. Kuanzia leo kanisa hii katika jina la Yesu. Nimelaani hiyo kanisa inatesa na kufunga baraka za watu.
Isha katika jina la Yesu. Isha katika jina la Yesu. Nimeilani isha. Isha. Teseka umwache, teseka. 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 Mwache sasa. Mwache, toa mikono. Piga magoti hapa. Haraka. Piga magoti hapa katika jina la Yesu. Inuka. Inuka juu. Inuka juu. Katika jina la Yesu. Inuka juu. Nimekuamuru. Katika jina la Yesu. Piga magoti hapa. Piga magoti hapa haraka. Piga magoti. Piga magoti haraka. Piga magoti. Piga magoti. Inua mikono juu haraka. Pepa ina ya nyoka. Pepa ina ya nyoka. Toa ulimi nje na uende. Kazi yako imeisha. Toa ulimi haraka. Katika jina la Yesu. Toa ulimi nje na uende. Uende. Bado wametesa. Munaona hiyo pepo vile inaondoka. Nimekushukuru Mungu. Maana wewe ni mwema. Fungua yeye miguu. Piga magoti hapa. Piga magoti. Piga magoti hapa katika jina la Yesu. Haraka. Piga magoti. Hiyo leli imeisha. Mnasikia wala mnaenda kwa maombi Mungu kila mahali. Ujumbe ndio hiyo. Uliza mwenzako hapo pole pole hata wewe ulikuwa kwa leli. Nilisema utoe limi nje na uende pato uko hapa. Enda kabisa katika jina la Yesu. Inua mikono juu. Fanya haraka. Inua mikono juu katika jina la Yesu. Utaki? Utajua ujue. Nimesema piga magoti. Piga magoti. Simama. Piga magoti haraka. Kazi yako imeisha, piga magoti. Inuka. Inuka hapa haraka. Kazi yako imeisha. Piga magoti hapa. Piga magoti. Piga magoti hapa haraka. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Inuka juu. Inuka juu. Moto umewaka mpaka kwa reli. Ati mko kwa reli. Mnatesa watu hapa kwa reli. Kazi yako imeisha. 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 Waita wenzako basi. Waita haraka. Nimeita moto. Kwa hiyo mikono moto, kwa miguu moto, chomeka sasa. Chomeka kama utaki. Chomeka. Chomeka kila mahali. Chomeka katika jina la Yesu. Sio umesema utaki? Sio umesema utaki? Sio umesema utaki? Ulidanganywa na nani? Na? Huyo ni nani? Hiyo ni anti. Mulidanganyana aje? Nyinyi? Mulifunga nini? Alafu ingine. Mnapinga nini hapa? Hapa. Hapa. Baraka ya watoto. Wasipite mtihani. Amutaki wapite. Sasa wacha tuelewane. Sema wapite. Sema wapite. Hapana, nitakufa. Sema wapite. Nitakufa. Sema wapite. Enda ukufe. Hapana. Wapite katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Watoto wote wapite. Itika sasa. Sema wapite. Ongea. Sema wapite. Sema wapite. Nitakufa. Sema wapite. Niliapa. Sema wapite. Niliapa. Hiyo kiapo nimeifunja katika jina la Yesu. Nimefunja hiyo kiapo ya mapepo ya uchawi na Shetani. Nimeifunja katika jina la Yesu. Hapa rasmi utatii. Sema wapite. Sema wapite. Wapite. Haya kwa sauti. Wapite. Kwa sauti. Wapite. Sema kwa sauti. Wapite. Sema wapite. Sema tena. Sema mpaka mara 7. Sema mpaka mara 7. Piga magoti hapa haraka. Kuja hapa, kuja hapa. Kuja pande hii. Si hapo, hapa pande hii. Karibu hapa. Pande hii. Pande hii. Unasema nikusamee. Wewe unaitwa nani? Unaitwa? Melesia. Teresia. Melesia. Meresia. Uko wapi sasa hii? Niko Siaya. Uko Siaya? Wewe unapinga nini? Baraka yake ya kwenda ng'ambo. Na ingine? Hata asipate kazi. Na ingine? Baraka ya watoto wa nabii. Baraka ya watoto wa nabii. Iko mtu mnajuana naye hapa, mko na connection. Ni wewe? Sema basi. Anaitwa Morin. Anaitwa? Morin. Ndio mko na yeye? Mwingine? Nilisema wakikataa nitaomba mjiongeleze. Piga magoti hapa. Piga magoti haraka. Piga magoti. Piga magoti. Ati wewe ni pastor? Ndajua kama wewe ni pastor ama ni brasta.
Ati unasema mko na nani? Tuko na Maureen. Na nani mwingine? Na nani mwingine? Christine. Na nani mwingine? Na nani mwingine? Nyaboke. Na nani mwingine? Immaculate. Na nani mwingine? Ongea! Charles. Na nani mwingine? Si walikataa? Saira walikataa kuongea. Haya, enda uite wenzako. Fanya haraka. Enda uite wenzako. Nimekutuma katika roho. Enda uite wenzako. Simama ita wenzako. Simama uite wenzako. Katika jina la Yesu. Simama juu. Simama juu. Simama juu. Enda ita wenzako. Pale mnaroga nao. Enda uwaite. Enda uwaite. Hiyo madhabahu mlichenga kwa tumbo yake nimeiondoa. Na nimemfungua kwa uhuru. Uhuru wa Yesu. Awe huru. Hiyo madhabahu ya tumbo. Tapika hapa. Tapika hiyo uchafu hapa. Tapika hiyo uchafu hapa. Katika jina la Yesu. Hiyo uchafu yote itoke. Katika jina la Yesu. Hiyo uchafu yote itoke. Itoke hiyo uchafu. Itoke katika jina la Yesu. Itoke hiyo uchafu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Baba mchafu. Katika jina la Yesu. Hiyo mateso yote iondolewe. 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 Kuanzia leo uwe huru. Uwe huru. Uwe huru katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Utukuzwe milele. Utukuzwe. Utukuzwe. Kazi yako imeisha. Mwache. Nyinyi wote hamna mamlaka. Hamna mamlaka. Ita wenzako haraka, simama juu. Simama juu hata wewe, ita wenzako. Ita wenzako haraka. Katika jina la Yesu. Simama juu. Simama juu. Katika jina la Yesu. Simama juu. Utaki? Simama juu ita wenzako. Simama uite wenzako. Kazi yenu imeisha. Imeisha. Imeisha kazi ya giza. Imeisha. Imeisha. Kubali imeisha. Kubali imeisha. Sema tumekubali. Sema tumekubali. Sema tumekubali. Sema tumemwajiria. Tumeondoa kifo kwa nyumba yake. Sema tumeondoa. Sema tumeondoa. Hatutaoa watoto wake tena. Hiyo roho ya kifo imeenda. Imeenda. Hiyo roho ya kifo imeenda. Naomba amani. Yes, Lord Almighty. Kiria Laison. Kiria Laison. Baba naomba rehema. Naomba toba. Naomba msamaha. Mutawale na milele yote. Leta kiti hapa, huyo akae. Utukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana, naye Roho Mtakatifu. Naomba kuanzia leo, kwa sababu yeye ni Mungu. Waachilie moto wako juu yake. Umalize kazi ya giza iliyotesa maisha yake. Katika jina la Yesu. 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 Nimeita moto wa mbinguni. Sema fire. Sema tena fire. 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 Katika jina la Yesu fire. 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 Aya, ongea. Nyinyi ni nani? Nyinyi ni nani? Mmesuia nini? Mora, umesuia nini? Umesuia nini? Ndoa na nini ingine? Na nini ingine? Na nini ingine? Na nini ingine? Na kazi. Na nini ingine? Inua mikono juu. Inua mikono juu. Inua mikono. Inua mikono haraka. Inua mikono. Sema tumemwacha. Inua haraka. Sema tumemwacha. Sema tumemwacha. Sema tumemwacha abarikiwe. Nimemtakasa. Wewe mura. Hauna mamlaka. Hauna mamlaka. Hauna mamlaka. Hauna mamlaka. Mwacha abarikiwe. Katika jina la Yesu. Kazi yako imeisha. Imeisha yote. Imeisha yote. Kazi ya giza imeisha. Ndio hiyo. Imeisha. Imeisha. Katika jina la Yesu. Muache aimbe. Muache. Muache katika jina la Yesu. Muache katika jina la Yesu. Hiyo kifungo ya Shetani iondolewe katika jina la Yesu. Yes. Ako wapi ule kwa operation? Amemaliza. Mumemlemea.
Hii inaitwa musako. Kuja na yeye. Enda pole pole kuja na yeye. Amuwezi bisana na yeye muwezane. Panda na yeye. Amewalemea. Simama hapa, songa nyuma kidogo. Naomba amani katika jina la Yesu. Amani ya Yesu. Siria laiso. Jerusalem. Amen. Piga magoti hapa. Nakushukuru Mungu Baba wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Mwenye rehema na mwenye neema ni wewe Mungu. Umtakase dada huyu, umsamehe dhambi na makosa yake. Katika jina la Yesu. Mabaya yoyote yasije akampata. Kuanzia leo amba afunguliwe, mikono yake ifunguliwe, giza yake na afunguliwe, apate mema katika jina la Yesu. Wale walitajwa wako wapi? Kuja tu nikuombe. Kama utaki ile pepe kirudi usiku usinipigie simu. Kama ulitajwa China, piga magoti hapa. Kama ulitajwa China, ukuje. Kama ulitajwa China, ukuje. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mwenye rehema na Mungu mwenye huruma. Unasamea dhambi na unasamea makosa. Mungu wa mbinguni, kwa kutii sauti yako, uwasamee. 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 Na kuanzia leo uwaonyeshe dhambi zao. Watubu na wakurudie. Uwaonyeshe dhambi, watubu Baba na wakurudie, kwa sababu wewe ni Mungu. Naomba rehema, naomba toba, naomba msamaha. Ondoa mateso juu yao, kwa sababu wametii sauti yako. Uwape baraka katika jina la Yesu. Naomba na kuamini. Amen. Sayoni. Tupie Yesu makofi. Sitapotea nikitazama, salamu yote itakuwepo siku hiyo ya uzima. Haya, simama wewe, simama mbele yake, utate vyote vya dunia. Simama mbele yake Bwana, utapokea uzima. Haya, simama wewe, simama mbele yake, utate vyote vya dunia.
unikumbuke siku hiyo ya uzima. Nikikumbuka makosa yangu namuendea msalabani. Ee Bwana Yesu unikumbuke siku hiyo ya uzima. Haya simama we, simama mbele yake utate vyote vya dunia. Simama we, simama mbele yake Bwana utapokea uzima. Haya simama we, simama mbele yake utate vyote vya dunia. Simama mbele yake Bwana utapokea uzima. Nimesikia habari njema ya kuja kwake Mwokozi Yesu siku hiyo ya uzima. Nina furaha moyoni mwangu, nimesikia habari njema ya kuja kwake Mwokozi Yesu siku hiyo ya uzima. Haya simama we, simama mbele yake utate vyote vya dunia. Simama we, simama mbele yake Bwana utapokea uzima. Haya simama we, simama mbele yake utate vyote vya dunia. Simama we,
walioshwa kwa damu. Bwana Yesu alikuja kuchukua dhambi zote za mwanadamu. Hatakuja kuchukua walio wake walioshwa kwa damu. Wengine wakakukufa, ondoka uende, sikujui wewe. Kazi zako na talanta ulizopewa ulizikatili wewe. Wengine wakakukufa, ondoka uende, sikujui wewe. Kazi zako na talanta ulizopewa ulizikatili wewe. Wengine wakakukufa, ondoka uende, sikujui wewe. Kazi zako